mafunuo ya roho ya unabii. Sasa mimi leo nataka nipite katika kitabu cha Mashauri juu ya Uwakili, alafu baadaye tutachangia maneno mawili au matatu. Mjumbe wa Mungu anasema, nilioneshwa kuwa ni makosa kutumia zaka kwa matumizi mengine ya kanisa. Yaani hayo sio yale ya kwako. Kwako wewe kutumia zaka ndio mbaya zaidi. Lakini hata kuwa na issue hapa kanisani, mkasema basi siku na ile zaka tuitumie, anasema ni makosa. Kama hata matumizi ya kanisa haipaswi kutumika zaka, basi wewe una hali mbaya zaidi. Kwa hiyo kama wazee mtaitumia zaka kwenye matumizi ya kanisa, umeiletea laana kanisa. Kama utaitumia zaka yako kule nyumbani uliyoipata kwa matumizi ya familia, umeiletea laana familia yako. Ndio maana wakati ule Eli na watoto wake walipokuwa wanatumia zaka kwa matumizi ya familia yao, laana ilienda kwa familia ya Eli. Kanisa linapotumia zaka kwa matumizi ya kanisa, laana inakuja kwa kanisa. Halitasogea, halitaenda, sababu linatembea na laana. Kwa hiyo vitu vya msingi tunavyopaswa kuviangalia katika siku ya leo. Ni bora zaidi kutovaa nguo za gharama, kupunguza matumizi yako, kujikana nafsi, kuliko kutumia zaka ya Mungu aliyokupa ili umrudishie. Kwa kufanya hivyo, dhamira yako itakushitaki. Tumehama upande wa kanisa. Lakini kama kochi lako linasema zaka na sadaka, nyumba yako inalia zaka na sadaka, nguo zako zinalia zaka na sadaka, ni kosa. Na somo la jana jioni tulijifunza kwamba kama Nuhu aliweza kufanya alichokifanya, sisi nasi tunaweza. Bwana Yesu asifiwe. Na kutotoa zaka ni kuto kumwamini nani? Kwa anasema una mifugo yako ihesabu ile ya 10 ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utakapoona mapacha wakizaliwa. Lakini kwa sababu umeshindwa, wale mapacha wanafungwa. Na mbuzi ule uko unategemea zae mara 2 kwa mwaka hazai. Sio mbuzi kuwa amekuwa tasa, ni wewe umeshindwa kumwamini Mungu kwamba ukitoa utabarikiwa, na unaona ukitoa utapungukiwa. Hiyo ndio hesabu ya kuto kumwamini Mungu. Yaani unasema ukitoa utapungukiwa, lakini Mungu anasema ukitoa utabarikiwa, na anasema nijaribuni kwa njia. Bwana Yesu asifiwe. Ni hapa ndo nilisema walioolewa wawasaidie. Ndio hapa mpo nyinyi? Walioolewa mpo? Mmeshaanza kazi? Na wakati mimi najaribiwa, lakini mke wangu yuko smart, nakuwa wewe zaka umeshaitoa. Zaka ya Bwana. Akishasema hivyo nasikia anaita mtoto, lete ile bahasha. Zinaletwa zote. Na tulishapeana mgawanyo. Zinaletwa zote 3. Na watoto wameshaungana mao, siku hizi sipumui. Kwa hiyo baba ya kwangu iko wapi? Hii hapa. Hata aliyeko shuleni siku hizi anaambia mbona unitumii? Na mimi namwambia kwenye pocket money yako ndio utoe. Hizi za huko nyumbani zikuhusu tena, kwa sababu tunakupa pocket money. Ibani hiyo pocket money sasa. Sio kwamba eti tukupe huko nyumbani wakati una pocket money na hujaitolea. Hapo sasa unaona anatikisa kichwa. Kana kwamba anaona ni pagumu, lakini hapo ndiko mtoto anakoanza kufundishwa kumtolea Bwana. Sasa wengine wanaenda wanapata bumu. Mtoto wako amepata bumu huko chuo kikuu, analiswaga lote. Hakuna zaka. Itakuwa shida sana. Utasoma Mashauri juu ya Uwakili, siku ile ya Kiingereza 103 aya ya 3 ndio nilikuwa nasoma. Lakini mnamwimbia Mungu kila wakati kwa kuweka mikono katika hazina ili kuendeshea mambo ya kanisa. Ni kosa. Kosa lingine liko hapa. Eti kwa sababu
una ujenzi wa kanisa na unajenga Kibweta, unaichukua zaka wewe uko nyumbani, badala ya kuileta zaka unaichukua ile zaka unaileta kwenye mchango wa Kibweta, ushaharibu. Tena unaharibu pakubwa. Eti kwa sababu conference wamesema ni kujenga ofisi, na union wamesema ni kujenga ofisi, unaichukua zaka unaenda kutoa kwenye mchango wa ofisi, alafu zaka haitoki. Anasema katika mashauri juu ya wakili ile ya Kiingereza ukurasa wa 103 aya ya 3, anasema lakini mnamwimbia Mungu kila wakati kwa kuweka mikono katika hazina ili kuendeshea mambo yenu. Hiyo ni laana. Kuna wengine wanasema kwamba wanahitaji kusaidiwa. Mhitaji anahitaji kusaidiwa kutoka kwenye pato lako ambalo ni halali yako, lakini sio kutoka kwenye zaka na sadaka. Kwa hiyo huwezi ukasema leo sitoi zaka na sadaka kanisani kwa sababu ile pesa nimeitoa kwa maskini. Anasema zaka imetengwa kwa makusudi maalum na kamwe isiangaliwe kama fungu la kuwasaidia masikini. Walionielewa nyosha mkono. Bwana Yesu asifiwe. Hutakuwa na udhuru. Zaka ipo kwa ajili ya wale waliojitoa kueneza injili ulimwenguni, na kamwe isitumike kwa malengo mengine. Na hata mimi unipi zaka, mimi nitakutana nayo kwenye mgao kutoka huko ilikopelekwa. Nimesoma katika kitabu cha The Review and Herald Supplement kilichoandikwa Disemba 1 mwaka 1996 na mashauri juu ya uwakili katika ile sura ya 103 aya ya 4 na ya 5. Utaenda kusoma. Nataka nikuokoe. Kama unalo sikio la kusikia. Biblia kuna mahali imeandika heri mwenye sikio la kusikilia. Mwenye sikio la kusikilia. Kuna masikio mengine sio ya kusikilia. Heri mwenye masikio ya kusikilia. Akaonyeshwa kikao ambacho shetani alikaa na malaika zake. Alionyeshwa hicho kikao. Na unaposoma mashauri juu ya uwakili sura ya 154 aya ya 1, naomba uchukue tu hizi aya zitakusaidia. Mashauri juu ya uwakili sura ya 154 aya ya 1 anasema shetani aliwaelekeza malaika zake waweke mitego kwa wote wanaomtazamia Yesu kurudi mara ya pili na wanaofanya bidii kuzitunza amri za Mungu. Mitego. Na huo mtego ndio unaokusababisha hata leo unatumia zaka na sadaka yote unashindwa kuleta mitego. Na anasema akiwaambia lazima tuwaangalie sana wale wanaowavuta watu kuiangalia sabato ya Yehova, kwa kuwa watawaongoza wengi kutambua sheria ya Mungu. Kwa hiyo haangaiki na hao walioko huko nje, walioko walioko wapi ambao wako chini yake. Anasema lazima tuwaangalie sana wale wanaowavuta watu kuiangalia sabato. Ni kina nani kama sio sisi? Kwa hiyo huko kwenye target wanakuzumu kila hatua unayokwenda na wanapeleka ripoti ya yule tayari kushambana. Mzee, unaangalia chini. Ujumbe ni wa kwako. Luka. Ni wa nani? Ni wa kwako. Shapewa hela. Pastor Mwanga aliwahi kusema yeye pochi yake ina patakatifu na patakatifu. Kama ulishawahi kumsikia Pastor Mwanga, anasema akipewa hata 10,000 mahali, anatafuta change haraka. Anaweka 8,000 patakatifu.
na patakatifu kwa patakatifu anaweka 2000. Akifunga hapo haifunguliwaje hiyo zipu, yenyewe inafunguliwa kwa kuwekwa. Siku ya kutolewa ni siku ya Sabato. Ila huko kwingine anakula anatumia na kutaka. Akikutana maskini anatoa huko, sio kule. Na ndio maana niwaambia, kama unajaribiwa sana kushindwa kutoa zaka na sadaka kama ni mkulima, chukua shamba lako lipime katika vipimo 10. Katika vipimo 10 kama ni eka 10, piga mtaro kwenye eka 2. Alafu ukishapiga mtaro, panda shamba zima. Mungu sio maskini. Ukishapanda shamba zima, anzia huko kwa Bwana. Kama ni dawa weka huko kwa Bwana. Kama ni nini weka huko, unaenda hivi, unaenda hivi, unaenda hivi, unaenda hivi, unaenda hivi. Ukimaliza basi unarudi kule kwa Bwana, unasema hapa kwenye hizi eka 2 niliweka dawa ya shilingi 2000, unaitoa. Niliweka mbegu za 10,000, unatoa. Kinachobaki lete kwa Bwana. Utakuwa salama kabisa. Wala hutajaribiwa. Watoto wakitaka kuvunja mahindi, kama hujaweka mtaro ukatenga hili la Bwana na hili la kwako, wataenda kutoa mahindi wapi? Kwa sababu wakitoa huko utakuja kuyahesabu yale ambayo umeshatangulia kula. Malimbuko ni ya Bwana, lakini umeshakumuta yote. Lakini kama umeweka huko kwa Bwana, wewe watoto wanavunja. Unaambia vunjeni huko, lakini kule kwa Bwana hamna. Fanya hivyo mwakani, uone utakavyofanikiwa. Hata tembo hata kanyaga kwenye shamba lako. Sababu Mungu ataachaje tembo aenda kale shamba lake? Imani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuangalie sana, nasema watawaongoza wengi kuishika sheria ya Mungu. Wakati tunatembea na mzee nyumba kwa nyumba, tukakutana na mama pale. Anamwambia, mbona hamjaweka tena satellite hapa kama kawaida yenu? Alafu anasema huyu mhubiri Baraka Butoke anahubiri jamani. Mzee naye akakosa cha kusema, sasa ngoja basi utamwambia jirani yako hapo aweke. Jirani yake yupo na yeye ni wa kusaidiwa. Sisi ndio tunatakiwa tuweke. Haleluya. Ile kitu ilikuwa ni rungu la moja kwa moja mzee. Niliwaambia mshale mmoja tu wa satellite ukimgonga mtu, mshale mmoja wa mahubiri ukimgonga mtu anaweza sifia. Na wala msiogope eti kwamba watu hapa ni wagumu. Kwani mlio wahubiri wote leo mko nao hapa? Mnajua huko walikoenda hawajafanya maamuzi. Mimi mtu aliyenihubiri wa kwanza alikuja kukutana naye baada ya miaka 15. Anashangaa, na wewe huko mgombea nini ile mbegu uliyopanda? Ulipokuwa mbishi nikamwambia Mungu atukuzwe. Tukaishia hapo, tuko shambani mwa Bwana. Sasa kweli shetani anachotaka mkae idle bila kufanya kazi. Ndio anachotaka. Bwana Yesu asifiwe. Mashauri juu ya wakili 154 aya 2. Shikilieni akili za watu gizani. Ndio maana unathamini mpira wa miguu kuliko maombi gizani. Ndio maana unathamini kwenda disco kuliko maombi gizani. Ndio maana uko kwenye draft na karata kuliko kwenye maombi gizani. Ndio maana kwenye sherehe upo lakini kanisani haupo gizani. Na anasema shikilieni akili za watu gizani hadi kazi itakapokwisha. Na hivyo tutapata ulimwengu na kanisa, yaani ulimwengu wale walioko huko nje na sisi. Na jana nikasema wana wa Mungu walipoona binti za wanadamu kuwa ni wazuri, wakaenda wakajitwalia watu wowote waliowataka wakawaoa, alafu wakawakengeusha. Mwisho anakuja kubaki Nuhu peke yake. Walewesheni wadumu kuhangaikia maisha kuliko Mungu wao. Sijasema kwamba tusitafute pesa, lakini tusilewe. Nimesemaje? Yaani kama unahangaika kutafuta pesa, nilikuwa namwambia dogo, wewe mbona sijakuona wiki hii? Ananiambia ni shetani tu pastor, ni shetani. Kama usimshike shetani mkia. Naomba Mungu anisaidie. Mungu ameshakusaidia, amenileta wiki moja niko hapa. Si amenileta. Yaani Mungu amenileta niko hapa. Akasema
Tusije tukamshika shetani mkia, tukamvisha shetani lawama ambazo ni uzembe wetu sisi wenyewe. Unapomuomba Mungu na huu uamsho, mzee Bariki ni shahidi. Nilimwambia sitaki nipange tarehe, nataka ninyi wenyewe mniambie sasa, pastor njoo. Bwana Yesu asifiwe. Na nilisubiri mpaka mkaniambia njoo. Kweli si kweli? Na nikasema lazima tuje tufanye kitu. Naomba muwe na sikio la kusikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiona kule nyumbani, unaelewa kabisa Roho anakukumbusha ni wakati wa kwenda kwenye mahubiri kule kanisani, alafu hauji. Elewa kabisa umeshikiliwa. Shikilieni akili zao watu. Alafu nendeni mkawafanye kuwa wamiliki wa ardhi. Ni wakati wa kwenda braki, ni wakati wa kwenda Kikoba. Lakini sasa kanisani kuna maombi. Unasema mtapigwa faini kule Kikoba. Chapa mwendo kwenda Kikoba, unaacha kuja kanisani. Nendeni mkawafanye kuwa wamiliki wa ardhi na fedha. Wadumu kuhangaikia maisha kuliko Mungu wao. Ndio kinachotupata. Hapa naendelea kusema, wekeni ulimwengu mbele yao kwa namna ya kutia sana, ili waweke hazina zao hapa na kuzingatia zaidi mambo ya dunia. Hatujanaswa hapo? Ambaye hajanaswa anyoshe mkono. Wekeni ulimwengu mbele yao kwa namna ya kuvutia sana, ili waweke hazina zao hapa na kuzingatia zaidi mambo ya dunia. Anaendelea kusema ni shetani anawatuma malaika. Lazima tufanye kila tuwezalo kuwazuia wale wote wanaomfanyia Mungu kazi wasipate fedha ambazo watazitumia kuharibu kazi yetu. Yaani wale ambao wameshakubali kuwa wa kwake, sehemu yao ndio imepita hiyo hapo. Unang'ang'ana na mali, unang'ang'ana. Sasa wale wanaojifanya ni waaminifu wakati wote wako kanisani, hao wanabanwa hawapati. Hamjaelewa vizuri. Kuna kundi la kwanza ambalo anasema wekeni ulimwengu mbele yao kwa namna ya kuvutia sana, ili waweke hazina zao hapa na kuzingatia zaidi mambo ya dunia. Kila mtu ambaye ni binafsi au mwenye tamaa lazima atambukie upande wetu, na mwishowe atatengwa kabisa na watu wa Mungu. Kwa hiyo kitendo cha kula zaka na sadaka, unajiandaa kutengwa na watu wa nani? Mzee Robert, hongera kwa kuja mzee. Sasa mwaka huu tunataka tubarikiwe. Tunataka tumuombe Mungu hata watembo wasionekane. Kikubwa tunachotakiwa kujifunza ni uaminifu kwenye zaka na nini. Ukipata mbalelo 10 za Mungu unaweka pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ulimwamini Mungu na ukaapa katika kuyafanya. Na ukishawatoa wale, utaona baraka zinazokuja kwenye boma yako. Haleluya. Wapi nilikotoa haya maneno? Ukienda kwenye Testimonies to Ministers utapata. Ukienda kwenye Gospel Workers 472 na 474 utapata haya. Ukienda kwenye mashauri juu ya uwakili ya Kiingereza 154 aya ya 3 utayapata haya niliyoyasema. Nimefika mwisho. Subscribe kupata vipindi vyetu. Bonyeza kitufe cha subscribe. Bonyeza alama ya kengele. Pia usisahau kulike, kushare na kucomment kwa vipindi bora na vya uhakika.